Mtazamaji, kwa mara nyingine tena baada zaidi ya miaka 30 waumini wa dini ya Kiislamu na Wakristo watashiriki mfungo wa pamoja kuanzia kesho kote ulimwenguni. Mgongano huu wa imani umetajwa kama mapenzi ya Mwenyezi au Allah kuwaleta watu kwa pamoja kwa ajili ya kuenziana ama mafunzo yake ya ukaribu kwa binadamu wote. Kevin Mutai kutoka Mombasa anaeleza pia kwamba itakuwa msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan na Kwaresma utakaotoa nafasi ya kutafakari na pia kuwasaidia wanyonge katika jamii. Mamilioni ya waumini wa dini ya Kiislamu na Wakristo watashiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani na msimu wa Kikristo wa Kwaresma kuanzia kesho Jumatano, kuashiria kuanza kwa kipindi muhimu cha mfungo na ibada kati ya imani hizo mbili. Ni nadra sana kutokea kwa hali hii kwa sababu ya kupishana kwa kalenda za mwezi na jua katika dini zote mbili, mara ya mwisho kushuhudiwa ikiwa mwaka wa 1997. It's so good that through God's intervention, Christians as Muslims are being united in the same day and times of Saum. And for us, we give glory and greatness to God. We have forces that are trying to bring differences between Muslims and Christians. These two holy events are telling us the opposite, are changing the narrative. Kwaresma ni kipindi cha siku 40 kinachotanguliwa na siku ya majivu ambayo ni Jumatano, ikiwa wakati wa kujifahamisha mateso ya Yesu Kristo. Kwa Waislamu, mwezi mtukufu wa Ramadhani huanza baada ya kuonekana kwa mwezi, ukichukua hadi siku 30 za mfungo kutoka alfajiri hadi jua linapozama, katika ukumbusho wa jinsi Mwenyezi Mungu alivyokabidhi Quran kwa Mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu alisema ya kwamba hii saumu haikufaradhiwa nyinyi peke yenu ummati Muhammad, hata watu waliotangulia, wale watu ambao kwamba alikuwa nabii yao ni Nabii Musa. Viongozi wa kidini wanatafsiri matukio haya kama nafasi ya pamoja wa sala, mfungo na hata kujishughulisha na malengo ya vitabu vyote viwili vya Quran na Biblia. Waumini pia wataadhimisha msimu huu kwa kujiepusha na maovu katika jamii na kushiriki katika shughuli za kutoa sadaka pamoja na kusaidia wasiojiweza. For the first time, we will all be fasting. And why are we fasting? We are fasting to get close to Allah subhanahu wa ta'ala. And so, the Catholics that are fasting Lent, we are fasting to seek forgiveness. Muslims have Shahada or Shahada. Christians have the creed, and this creed unifies us as Christians. It makes us one. It is the confession of our faith of what we believe in. Amali hii inawakaribisha watu na kumcha Mungu. Amali hii inafanya uwe na huruma. Maafisa wa usalama wakiwahakikishia wakazi wote usalama katika msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan na Kwaresma. Waumini wa dini ya Kiislamu na Wakristo wataungana pamoja kwa safari ya mfungo, ikiwa ni msimu wa kutakasa nafsi na kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Kevin Mutai, NTV kutoka kaunti Mombasa.